Jina langu ni Dr. Peter Mbae. Ningependa kuchukua wakati huu to send my deepest condolences kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya watu wangu wa Nakuru wote. Nitoe condolences kufuatia kifo cha mbunge wetu hapa jirani ambaye ni Mheshimiwa Johana Ng'eno. Nitoe haswa kwa jamii yote ya Kipsigis na haswa wale ndugu zetu wa Kipsigis na watu wote wa Nakuru County ambao wanaishi hapa Nakuru. Niseme poleni sana. Tulipokea hii jambo ambao tulikuwa kwa msafara jana tukienda pale Nyahururu, na mimi nataka kusema deepest condolences kwa sababu Johana Ng'eno hakuwa tu mtu ya constituency yake. Ng'eno alikuwa amejitambulisha kama kiongozi wa kitaifa. Alikuwa amejitambulisha kama kiongozi wa jamii. Na alikuwa anatetea haki za watu wake. So it's not just a member of his local constituency. Johana had come in to be a very great ally ya mambo ya kupigania jamii. So sisi tunataka kusema hivi, hatujui sababu gani ameweza kufariki, hatujui pengine ni mambo ya pilot ama weather ama nini ama mambo mengine yenye hatuijui saa hii. Lakini nataka kusema whatever it is, hebu tuambiwe wazi ni nini. Na kuna watu wengi wanaongea mambo mingi pale. Lakini tuko na maswali mingi bana. Okay? I don't know why wale watu wazuri Kenya hii, wale watu the best people, watu wako na akili mingi, wako na michoro mingi, wako na information, wako na capacity, au ndio wanakufa. Wale watu wako na capacity na ujuzi. Jirongo ameenda tu juzi namna hii. Jacob Juma ameenda namna hii. Yani Saitoti ameenda namna hii. Mambo ya dege, mambo ya nini, I don't know. And nina hope ya kwamba, mimi nimea hope ya kwamba this thing has to be very natural. Ikuwe pengine ni pilot error ama natural ama weather. I just hope hakuna another hand kwa kifo ya Johana Ng'eno. Because hatuwezi kuwa pia tunamaliza watu wetu ama watu wetu wanaenda tu hivyo. For whatever the reason, whatever the cost, tunataka sisi wafanye uchunguzi very very fast. Na isikuwe ile ya wiki 3 ama mwezi, siku 48 hours. Watuambie exactly what could have caused the death. Na wale niliona ni kama wanapiga picha hapo, wakuje waseme what they saw. At least tukue satisfied. Otherwise, mimi nataka kusema poleni kwa jamii, poleni kwa constituency, poleni kwa watu wote ya Kipsigis, wale wote wa Nakuru, Kenya mzima, wale wote ambao wengine hawatukuwa Kipsigis lakini alikuwa anatetea sisi. Tulikuwa tunafanya kazi na yeye katika kupanga Kenya hii kuendelea mbele. Mimi ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru sana watu yangu ya Nakuru kwa sababu ya kujitokeza na kumlaki na kumpokea na kumsikiza party leader wetu wa chama ya DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua akiwa na viongozi wengine wale principals wa United Opposition kutoka Mai Mahiu kwenda Naivasha kwenda Gilgil kutokezea Bahati Nakuru mjini all the way to Subukia na Nyahururu. Mimi ningependa niwashukuru sana. See, it's not in vain. Tuliwaambia, tukaweka date, tukaambia mjitokezee na watu they didn't let us down. Kwa hivyo mimi ningependa niwashukuru sana. Na pia niseme ya kwamba nataka kushukuru vijana wetu again kwa sababu matisho ilikuwa mingi sana. Matisho ilikuwa mingi. Watu 500, watu 1000 all the way 1 week before. Walikuwa wanatafutwa, wanaambiwa tutakulipa 5000, tutakulipa 3000. Wengine wakaambiwa watalipa 1000, wakasema mpaka walipo 10000. Kulikuwa na mambo mingi sana. Lakini finally vijana wetu wamekataa. And this one has marked the end ya hii mambo ya gunism in Nakuru County. Hii ndio mwisho ya mambo ya uoga yenye imekuweka hii Nakuru ati kuna watu wanakuwa na maguns. Hakuna gun. Hawa watoto wote mnaita guns, hao ndio watoto wetu. These are our brothers and sisters. Na ni watu ambao kama viongozi Mungu akitusaidia tuingie kwa viti, tutawachukua mahali wako, tuwasaidie. Empowerment naturally, ile sustainable such that they will never be available again. Kwa hii mambo ya kuambia chukueni mawe mwende mkarushe. That is the end. Jana was an end. Pia another thing that happened kwa hii trip. Ya kwamba chama ya DCP tumekuja kuona watu wetu mahali wako. Tumesema kila mtu ako na haki ya kwenda kila mahali Kenya. Kila mtu aende azunguke tu. Hapa bereni kulikuwa na watu walikuwa wamezunguka na UDA, governor, DP, president mwenyewe. Akazunguka hii Nakuru na akadisiviwa na watu. Watu wako na haki ya kuja kutusikiza. Then waamue. You know, okay. Kwa hivyo hii mambo imekuweko ya mauoga ya ati kuna watu wawezi enda mahali fulani, tumemaliza jana. And that is how it should be. Raia ndio wanajua nani watachagua. That is very very important. Yakini ya tatu way forward. Sasa hiyo imeisha. Tunapanga hivi. The next thing we are going to do kama county ya Nakuru na kama chama, kama United Opposition across the country, ni hii mambo ya kujisajili kuchukua kura. Tunataka kuanzia leo 1st of March. Tunakutana hii wiki. Tunataka ya kwamba ili ikitangazwa tarehe 29 of March ndio inaanza for 1 month. 29th of March up to 29th of April.
ndio kuchukua kwa kura inaanza tena fresh. Na hii sasa ndio inaitwa mass. Ile ingine inaitwa continuous, ile inafanyika kwa ofisi ya IBC ya constituency. Hii itakuwa kwa kila ward. Tuna hope ya kwamba kwa kila ward kutakuwa na about 3 zile kits, registration kits. Hii ni kumaanisha zikiwa na 3 kits, wale viongozi wako pale, aspirants, viongozi wa kanisa, viongozi wa kila kitu mpaka ngao na wote, tutaungana tuhakikishe zimeingia kwa kila mahali vijana wako, kwa kanisa, kwa mahali vijana wamekutana, kwa harusi, kwa mazishi, kila mahali kuna watu, zitakuwa pale mashinani. Tutakuwa na door to door campaign. Kila mtu kwa barabara, kwa matatu, kwa kanisa, kwa chai, kwa hoteli, kwa club, lazima kila kijana aseme kama ako na kura. That is what we are going to start. Itakuwa back to back. Kwa hivyo hii mwezi mzima ya March ni ku prepare for that exercise. Tunataka kuambia watu wetu pale, we are going to map up to every village, every place, kila kiongozi, chief, kila mtu tukue kitu kimoja. Kwa hivyo nataka kuambia vijana wetu, hakikisha kitambulisho yako iko tayari. Usikuje kulia tena kama imeanza, useme hujapata kitambulisho. Kama kuna shida na vitambulisho, tunataka kuambia vijana wetu wapige ripoti saa hii. Waambie candidates wetu wa DCP kwa mashinani, waseme wapi kuna shida. Na mimi nataka kuambia ofisi zetu hapa za registration ya vitambulisho, walirelease hizo vitambulisho mara moja. In short, tunataka kwenda huko kesho tuambie kama kuna vitambulisho hazichukuliwa, tutangazie na tuseme mahali ziko, and I'm appealing kuanzia ofisi ya national, ofisi ya regional ya vitambulisho, toeni hizo vitambulisho saa hii, tangazeni, sisi tutazichukua tuzitangazie mahali watu wako. Publicize the whole month to prepare for that exercise. Kwa hivyo hataki kusikia sijui kuna jamu ya mambo ya vitambulisho, tutaambia watu wakuja wazichukue haraka. That is the next big thing for us for the whole this month ku prepare. The other month tutaingia house to house, tuende mashinani, tuambie watu wajiandikishe kama wapiga kura. 6.3 million is a target. We have done very poorly so far. Lakini niseme vijana, mimi niliwatetea last time, nikasema msiambiwe ya kwamba mnakataa kuchukua kura. Mimi nikasema hamwezi ambiwa mchukue fare, muende na muda lunch, muende kwa coordinators, kwa ofisi ya constituency kwenda huko. Mimi nilisema tungoje nyinyi tukuje mashinani, because this should go to the devolved level. Na sasa kwa sababu imekuja vijana, msiniete down bwana, msiniangushe bwana, msituangushe bwana. Tumesema hii kitu kuletwa mashinani. There is no excuse now. Waenda ujiandikishe, alafu sasa tupangane, tuangalie the way forward about uchaguzi ya next year. That is the way to go. Na that is our appeal. Na sisi kama Nakuru tumejipanga, viongozi wote tumejipanga, tutakuja pamoja, tutafanya door to door, tutasimamisha kila kitu, kila mtu itakuwa campaign kwa makanisa every Sunday, kila kwa shule matangazo itakuwa ikifanywa. That is the way to go. We want to make sure ya kwamba rasilimali za serikali zitatumiwa mingi sana. Taxpayers money will be used for this exercise. We cannot also waste our money. Ya kwamba serikali imesema kuna watu 500,000 wanafaa wachukue kura Nakuru, lakini tunaenda tunatoa only 90,000 ama 100,000. Ni kumaanisha na serikali itatoa pesa ya kuchukua all the 500,000. They are not there. So kindly let us be cooperative. Hatuwezi kuwa tunasema ya kwamba ile risasi Mungu amekupatia kijana, hata kama maisha ni ngumu namna gani, you have only one weapon. Go and change the government that you want to change. Go and elect the new people. That is the only right you have under this, the universal suffrage, ya kwamba baada ya miaka 5 uko na haki. So huwezi sema maisha ni ngumu na umekasirika. Ujekasirika na Mungu amekuweka uhai. You are not yet in the grave. So kindly come, give yourself hope. Wale milioni 8 ambao hawakupiga kura 2022, please get a reason to vote this time. Wale 6.3, please get a reason to take your vote so we can be together in this thing. That is my appeal, and I know we are rolling out this thing in a big way, nationwide, countrywide, na tutaongoza by example in Nakuru. We must target the 400 to 500,000 yenye IBC imesema ambao tuko nayo. Na ningependa niseme wakati Mheshimiwa Rigathi Gachagua amekuja, kumekuwa na msisimuko sana. Kuna watu wengi walikuwa kwa fence, hawakuwa sure kama waingie DCP, kama itashika ground. I want to say this. Sisi tunakaribisha kila mtu. Na sisi hatusemi ati kuna mtu ambaye alikuwa kwa ile chama ya Jubilee GUD. Kila mtu ambaye anataka kufuata mahali ground iko, akuje kwa DCP. Hata kama yeye ni elected, kuna wengi akina Medho wako elected na bado wanafuata DCP. So wewe usingoje mpaka kusema ati unapima ground. Hakuna ground nyingine unangojea. Ati unangojea mpaka mwisho huko. Raia wote kama wame move DCP, fuata hao raia. Hata kama you are elected MC wa Nakuru ama wapi, wewe kuja ujitokezee. Na wacha niwaambie, raia hawangojei. Raia hata kungojea ukae huko, ukule pesa huko ukisemaga nitakuja the last minute. Come and be identified with the people. Mapema ndio best. Kwa hivyo mimi nataka kukaribisha kila mtu. Sisi hatusemi ati kuna mtu mall. Hakuna mtu wa mtu. DCP ikukuja ikazaa watu na wafike 18 years wachukue kitambulisho ndio wakuwe members wetu. Tunaenda na wale watu wako Nakuru. Hao ndio tuta convince
ndio tu wanatufuata because hao ndio wakazi wa Nakuru. So as we are open to everyone. Kama unataka kusimama kiti na tikiti ya DCP, wewe ukuwe ni MCA ama mbunge ama senator ama governor ama women rep katika county ya Nakuru, you are welcome. Ofisi yetu iko open pale Milimani. Enda ukute secretary wetu anaitwa Nasieku, atakupatia registration venye itaendelea. You register as an aspirant. Usingoje mpaka mwisho. Watu wanataka kujua ni nani ambaye anasimama wapi. So I'm inviting everyone. Kila mtu tunataka kufield kila mtu sisi hapa. We are going to field governor, senator, women rep. My MP wote 11. Na my MC wote 55 on DCP. So we are all welcome. Mkuje mjeni chama moja. Sisi we want to assure you. Tunataka kila mtu akue involved. Nasikia kwamba DCP nasimamia mambo ya peace na inclusion. Mambo ya amani na mambo ya kila mtu kupata haki yake. Kila mtu, jamii zote. Utaona ya kwamba kwa chama yetu si tu watu ni jamii zote wanakuja kusimama na chama ya DCP. DCP si chama ya mtu moja, na si chama ya jamii moja, ni chama ya kila mtu. That's what we want to demonstrate. Asante.